بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا وزير له ولا مثيل له ولا ند له. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا رسول الله، ونشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من
قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Tulifika katika aya inayosema ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, si katika mwendo wa Mwenyezi Mungu kuwaacha waumini katika hali walio, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka atakapowapambanua wazuri kutokamana na wabaya. Yani haiwi kwa Mwenyezi Mungu kukuacheni mumechanganyikana waumini na wasiokuwa waumini, isipokuwa katika mwenendo wake ni kuja kuwapambanua muwajue wazuri wenu na wabaya wenu, na kuwapambanua kwenyewe sio kukujulisheni nyie ilmu ya ghaibi kwamba mumjue mzuri ni huyu, mbaya ni huyu. Hamtopata ilmu ya ghaib, kwa sababu ilmu ya ghaib ni miongoni mwa mambo aliyoyahusisha Mwenyezi Mungu mwenyewe katika nafsi yake. Hampi mtu yoyote isipokuwa kwa wale atakaowapenda miongoni mwa mitume wake, kama itakavyokuja katika aya. Tumefahamu eh? Kwa hiyo ma kana Allahu liyadhara almu'minin, haiwezekani kabisa kwa Allah, yani haiwi kwa Allah, yani sio katika mwenendo wake Mwenyezi Mungu, sio katika sunna zake, laisa min sunanihi. Yani katika sunna zake ni kwamba atakuja kuwapambanua wazuri na wabaya kutokamana na matukio yanayotokea, kama tukio la Uhud lilivyokuja likapambanua kwa matendo, mkawajua wazuri wenu na wabaya wenu. Ndio walakin hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka awapambanue makhabithi na wazuri ni wewe. Alkhabith ni waovu, yani wanafik. Wat-tayyib ni wazuri, yani mukhlisina katika waumini. Sawa. Walakin Allah wama kana Allah liyutli'akum ala alghaib, na haiwi kwa Mwenyezi Mungu wala si katika mwendo wake kukujulisheni nyinyi mambo ya ghaib. Walakin Allah yajtabi, lakini Mwenyezi Mungu anachagua. Yajtabi yani yakhtar. Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu wala si katika mwendo wake Mwenyezi Mungu kukujulisheni ilmu ya ghaibi, lakini hiyo ilmu ya ghaibi Mwenyezi Mungu anawachagua miongoni mwa mitume wake anaowataka, akawajulisha na akawapa. Wama kana Allahu liyutli'akum ala alghaib, na Mwenyezi Mungu hatokujulisheni nyie ilmu ya ghaib. Walakin Allah, lakini Mwenyezi Mungu yajitabi, jambo linalofungamana na ilmu ya ghaibi anaweza akachagua min rusulihi, miongoni mwa mitume anaowatuma akawapa katika ilmu ya ghaib, akawadokolea, ikawa mitume wanafahamu baadhi ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafunulia, kama alivyomfunulia bwana mtume akamjulisha kwamba miongoni mwa wanafiki ni 1, 2, 3, mtume akawa anawajua. Kwa hiyo ilikuwa ni ilmu ya ghaib, lakini Mwenyezi Mungu amemfungulia mtume wake. Waislamu wengine hawakuwa wakijua wanafiki ni akina nani, lakini wote listi yao alikuwa nayo mtume, na akamkabidhi sahaba wake anaitwa Hudhaifatu ibn al-Yaman. Hudhaifa akawa na majina yote
ya wanafiki, sababu wanasumbua watu sana na hawajulikani. Lakini pia hakutaka mtume kuwaeka wazi, kuhofia ile fitna kati ya Waislamu kwa Waislamu, lakini ikawa wenyewe wanajivua magamba kutokamana na matukio yanayotokea na vitendo vyao vya kinafiki, ikawa watu wenyewe wanawatambua tu, lakini ilmu ya ghaib hawakupewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul Jinn Allah anasema alimul ghaibi fala yudhhir ala ghaibihi ahada, yani ni mjuzi wa ghaib. Ghaib ni ma ghaba anna, mambo ambayo yamefichika, mambo ya ghaib tusiyoyajua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo yaliyofichika, hadhihirishi mambo hayo kwa mtu yoyote illa man irtada min rasuli. Unaona, kuna exceptional case hapo kwamba kuna baadhi ya watu anaweza akawapa leakage, wakafahamu baadhi ya mambo ya ghaib miongoni mwa mitume wake. Ndio alimul ghaibi fala yudhhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, kwa wale atakawaridhia mwenyewe, na miongoni mwa alwaridhia akawapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawadokolea akamfahamisha mtume majina ya munafiqina ni akina nani. Tuko sawa? Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, lakin Allah yakhtaru min rusulihi wa anbiyaihi man yasha. Mwenyezi Mungu anachagua, anaowapa ilmu ya kujua mambo yaliyofichika miongoni mwa mitume wake anaowataka. Faaminu billahi wa rusulihi, basi nyinyi lenu Waislamu ni kuwaamini mitume wake baada ya kumwamini aliyewatuma. Faaminu billahi, muaminini Mwenyezi Mungu, wa rusulihi, na mitume yake. Kwa nini hapo hakusema wa rasulihi wakati anayezungumziwa hapo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu kumwamini mtume mmoja ndio sawa na kuwaamini mitume wote. Usiangushe hata mmoja katika imani yako ya kuwaamini mitume. Usije ukasema mimi katika hawa mitume mmoja simwamini. Kutomwamini mmoja katika mitume, imani yako yote umeitia dosari. Sawa? Kwa hiyo kumwamini mmoja ndio kuamini wote, na kumkosea mmoja, kumtupa mmoja, kumwangusha mmoja, kutomwamini, ina maana wote umeshawadondosha. Haina maana aya hiyo kwamba kuna mitume wengine watakuja baada ya Mtume Muhammad. Sawa? Faaminu billahi wa rusulihi, katika qiraa faaminu billahi wa rasulihi, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Muaminini Mwenyezi Mungu kwa kile anachokuambieni, na waaminini mitume wake kwa yale waliokupeni habari, kwa sababu yote walioyasema mitume wamepewa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akataja mitume wote, faaminu billahi wa rusuli. Watakachokuja nacho mitume wakakuelezeni, fa'lamu annahu min Allahi haqqan wa sidqan, tambueni kwamba hawasemi yaliokuwa ya utashi, inatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja? Wa in tu'minu, na kama mtamwamini Mwenyezi Mungu, watattaqu, na mkajikinga msiingie katika unafiki. Unatazama mtiririko wa maneno, unatafsiri Qur'an, kwa sababu neno ittaqa mara nyingi ni kumcha Allah, ndio ukiona pale wewe ittaqu, uogope nini? Kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini ukiangalia mtiririko wa maneno hapo, mambo ya unafiki ndio yanapigwa vita. Kwa faaminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu nifaq, na mkimwamini Mwenyezi Mungu na kuogopa kuingia katika unafiki. Sasa hata mkiogopa kuingia katika unafiki, ina maana pia mmemwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mmemwogopa Mwenyezi Mungu msije mkaingia katika mambo aliyoyakemea. Kwa hiyo watu wanaposema kumwogopa Mwenyezi Mungu katika kila jambo ni sawa sawa. Akisema uogopeni moto, kuogopa moto ndio kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwa sababu moto
umeumbwa na nani? Kwa hiyo ukiuogopa moto, ina maana unamuogopa yule ambaye ameumba moto akauweka ni adhabu kwa watakao muasi. Angalia mtiririko wa mazungumzo tuliokuwa tunayazungumza pale, tunafahamiana. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adhim, na ikiwa mtamuamini Mwenyezi Mungu na kuogopa kuingia katika fitna za nifaq, mtapata ujira mkubwa. Falakum, mnao nyinyi tayari, ajrun adhimun, ujira mkubwa kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kuzungumzia habari za Uhud, hapo zimemalizika. Zimezungumzwa habari za vita sana, zimekwisha. Badhlu nafs, mtu kuitoa nafsi yake kwa ajili ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapo anazungumzia kitu kingine, badhlul mali, mtu kutoa mali yake. Si katika dini tumeambiwa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu. Hivyo vita ilikuwa ni kuhusu nafsi. Sasa hivi Allah hapo anazungumzia kuhusu hela, kuhusu mali, na hasa na walenga wale watu wenye sifa ya ubakhili. Na ubakhili ni moja katika sifa mbaya sana, ndio maana ikaambiwa albakhilu ba'idun min Allah wa ba'idun min an-nas wa qaribun ila an-nar wa ba'idun min al-janna. Yani bakhili yuko mbali na Allah, albakhili bakhili yuko mbali na Allah, ba'idun min an-nas, yuko mbali na watu, ba'idun min al-janna, yuko mbali na pepo, qaribun ila an-nar, lakini yuko karibu na moto. Wasakhiyu, na mtu mwenye kutoa mali yake kwa ajili ya Allah, qaribun ila Allah, yuko karibu na Allah, qaribun ila an-nas, yuko karibu na watu, qaribun ila al-janna, yuko karibu na pepo, ba'idun min an-nar, yuko mbali na moto. Sasa chagua mwenye katika sifa mbili hizi, unataka kuwa nani? Bakhili au sakhi? Sakhi yani ni mtu jawad. Aljawad ni mtu mtoaji, yuko karibu kwanza na Allah, alafu yuko karibu na watu. Ndio maana unaweza ukaona watu wanamlilia mtu, tafikiri baba yao, kumbe tu alikuwa mkono wake, mashaallah. Sasa wewe kesha kufa huyu, ule mshahara sijui utakuwaje na vitu kama hivyo. Lakini pia yuko karibu na pepo ya Allah, kwa sababu Allah anasema aljannatu dari wal mahlu mali, pepo ni nyumba yangu na hela ni zangu, nimekupeni tu amana. Fashtaru dari bimali, basi inunueni nyumba yangu kwa kutumia hela zangu. Nimekupeni ni amana tu, kwa sababu mmekuja kutoka katika matumbo ya mama zenu, hamna chochote, hatumiliki, la namliku shay'a, Allah akatumilikisha. Famal malu wal ahluna illa wada'i'un wala budda min yawmin an turadda alwada'i. Hizi ni amana tumepewa na Allah. Kwa hiyo hapo katika aya ambayo tunaingia leo ni kemeo kubwa sana kwa watu wanaoitwa mabakhili. Mwenyezi Mungu asitujalie miongoni mwao. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, wala wasidhani wale ambao wanafanya ubakhili kwa yale aliyowapa Mwenyezi Mungu miongoni mwa fadhila zake. Fadhila zake yani ni mali yake, riziki zake. Kila alichokupa ni fadhila Mwenyezi Mungu na kinatoka kwake. Kama amekupa mali ni fadhila zake. Useme hizi mali bwana, mimi mwenyewe akili yangu. Nani aliyekupa akili? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukienda shamba ukiwa hodari wa kulima kweli kweli, ni nani aliyekupa mikono miwili ya kulima? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani aliyekuandalia mazingira ya oxygen na nini ukapata nguvu zote, facility zote, tools zote, nyenzo zote? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuandalia mazingira haya. Hata hilo jembe unalolimia si ni chuma?
chuma anasemaje Allah? Wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u, tumekiteremsha chuma, kakiteremsha yeye. Kwa hiyo una lako jambo, Mwenyezi Mungu ndio alokupa. Umekuja una kitu mweupe, una kitu kisha umemiliki, alokumilikisha ni Allah. Kwa kama ulikuwa na akili, ulikuwa na nguvu, ulikuwa na nini, ukapata mali, fahamu kwamba Mwenyezi Mungu ndo nani? Ar-Razzaq. Allah anasema inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Kwa hiyo unapopata yale aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu ya lazima kama zaka, toa. Na kilichokusudiwa hapo hasa ubakhili ni mtu kufanya ubakhili na nguzo za Uislamu, mambo ya faradhi, mambo ya lazima kama zaka. Matajiri wote wanapaswa waisikilize hii aya na waifanyie kazi na waogope aqibatul bukhli ambao wako nayo, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo mwenye mali, miongoni mwa mambo yaliokuwa karibu naye sana mwenye pesa, tajiri, ni ubakhili. Kwa sababu siku zote unapochuma huwa unatarajia kile unachochuma kila siku kinaongezeka. Sasa ukianza mambo ya kutoa, ina maana kwa kile ulichokichuma unakipunguza. Sasa mwenye kuchuma huwa hataki lile, anataka kila mwezi kimezidi kile alichokiweka. Ndio maana ana kibubu chake, kila wakati anakifungua na hesabu, ana akaunti yake, kila wakati anataka kujua hesabu imepanda kiasi gani. Akipata hasara huyo anaweza atakalia machozi, nini bwana, dola imeshuka ghafla au dola imepanda ghafla, analia machozi kwa sababu anatarajia kile alichokinunua kimpe faida, sio hasara, na akione kile anachokitafuta kinazidi kila siku. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, afdalu sadaqa an tatasaddaqa wa anta sahihun shahihun ta'mulu alghina wa takhsha alfaqr. Sadaka bora ni ile sadaka inayotolewa wakati wewe ukiwa mzima wa afya, kisha ukiwa una ubakhili, yani una uzito wa kutoa, kisha ukawa unatarajia utajiri, kisha ukawa unaogopea ufukara. Angalia sasa mtihani. Sadaka bora ni wakati gani? Maneno mazito haya, ndani yana falsafa. Yanasema sadaka bora ni ile itolewayo katika uzima, yani una afya, unadunda vizuri, pale ndo wakati wa kutoa sadaka. Na si hapo tu, wakati wewe una ubakhili, unaona uzito, umeamka siku hiyo una ubakhili mkubwa, ndio siku ya kutoa kumbe. Kisha unatarajia utajiri, maana nishapata milioni 10, nikipata nyingine 10 hizi si 20 nitanunua nyumba au kiwanja. Anasema pale ta'mulu alghina, una hope ya kupata utajiri, wakati ule ndo wakati wa kutoa. Wa takhsha alfaqr, mambo manne haya yakikusanyika pahala ndo wakati wa kutoa. Na mtu anaogopa kufukarika, anaogopa kukosa, maana unajua wazi kwamba 10 ukitoa 5 inabaki 5, ina maana ndo unarudi chini sasa badala ya kupanda juu. Sasa umeona kazi ilipo hapo, umeona mambo hapo. Na sisi tumezoea mpaka tuwe zile pesa tulizokuwa nazo hazina kazi, mihela inatuning'inia ndo tunagawa. Ukiona siku hiyo mtu anagawa, ujue alizokuwa nazo si haba, sio hii 5 tugawa, haiwezekani, ni mwenyewe sina. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amekupa hiyo falsafa upate kuitumia. Kwa nini amesema sadaka nzuri ni ile inayotolewa wakati wewe ni mzima? Kwa sababu mtu akiwa mgonjwa huwa ana wasiwasi atakufa, na mtu akiwa na wasiwasi kwamba atakufa huwa imani inapanda. Hata kama alikuwa tarku sala, akisikia muadhini Allahu akbar, huenda nikafa mimi, kwa hiyo sije nikafa nimeacha sala ya dhuhur. Kwa hiyo homa zile na malaria ni kitambulisho kikubwa cha kifo. Kwa hiyo pale ukimfuata mtu kama ni tajiri,
hata alikuwa ni bakhili kiasi gani, wakati wa ugonjwa atatoa. Msije nikazibania hizi, mwisho mimi nikafa nikaziacha. Chukueni bwana, kamalizieni msikiti wenu, lakini mfuateni ni mzima. Hamjaona mtu wa kumfuata isipokuwa mie? Mmepita wangapi huko? Uzima unampa batra na kibri. Ndio maana Mtume akasema sadaka nzuri itolewe wakati mtu mzima. Usisubiri mgonjwa au ugonjwa pale imani yenyewe inapanda. Watu wakija pale wakikukagua, bwana Allahumma shfi, amin, hata hajamaliza dua unaitikia kwa sababu unataka upoe. Sasa ukiombwa chochote pale unatoa. Kwa nini kasema sadaka nzuri uitoe ukiwa bakhili? Wakati wa ubakhili ndio wakati wa kupigana na nafsi. Hiyo ndio jihadu nafsi. Shetani anakuambia hivyo, shaitanu yaidukumul faqr. Shetani anakuahidi kwamba utakuwa fukara, usitoe bwana. Angalia vizuri, maisha magumu bwana, hali mbaya. Shetani huyo lakini na huyo anamwambia hapana, Mwenyezi Mungu ndo mtoaji. Mwenyezi Mungu ameniamrisha nitoe, nitatoa. Sikusikilizi wewe, unapigana naye. Kwa hiyo mabakhili wa matajiri wao wanao huu ubakhili, wanapiga vita kweli kweli na shetani wasije wakatoa. Sio mara nyingi sana kumuona tajiri ni sahihi, ni mtoaji, isipokuwa wachache ambao Mwenyezi Mungu wamemshiba Mwenyezi Mungu na wameshiba dini. Hawa ni wachache sana, na wanaweza hata wakahesabika kwa vidole, kwa mkono mmoja tu. Katika baadhi ya sehemu mnaweza mkawahesabu fulani na fulani na fulani. Sio kwamba hakuna matajiri, wako wengi, lakini wengine hujificha, sawa, sijulikani kama ni matajiri. Uwezo wa kununua benzi anao, lakini utamwona yeye ananyenga tu yule mwaka ndo yule. Kwa nini? Wasije wakamtambua watu, wakamwekea zogo kila kukicha, wako mlangoni kwake, huyu ana shida hii, huyu ana shida hii. Wengine hujiweka wachafu maksudi, msiwajue, msiwatambue, msiwafahamu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia wakamdanganya huko siku ya Kiyama. Hawezi kumdanganya Allah jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sasa alipoyajua hayo kwamba ni miongoni mwa alama na mambo mabaya kabisa, miongoni mwa tabia za matajiri, Allah akatufahamisha katika hizi aya kwamba msidhani wanachokifanyia ubakhili kinawafaa, hakiwafai. Msidhani kwamba wana benefit kutokamana na hicho wanachokifanyia ubakhili, wanapata faida yoyote. Hakuna faida. Sasa kila tajiri alifahamu hili kwamba ubakhili wake hauna isipokuwa hasara. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, na wala wasidhani wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa miongoni mwa fadhila zake, yani amewapa mali, riziki, wasidhani waliofanya ubakhili kwa fadhila za Mwenyezi Mungu huwa khairan lahum, kwamba hilo la kufanya ubakhili ni kheri kwao, bal huwa sharrun lahum. Aliposema si kheri, akawatangazia kwamba ni shari. Wasidhani kwamba ni kheri kwao, bali ni shari kwao. Ni shari vipi? Kwa sababu wameambiwa toeni zaka, wanakataa kutoa zaka. Wameambiwa wasaidieni wajane, wanakataa kuwasaidia wajane. Wasaidieni mayatima, wanakataa kuwasaidia mayatima. Sasa shari yenyewe iko wapi? Itasemwa hapo katika hiyo aya, lakini pia kuna hadithi nyingi za Bwana Mtume zilizobainisha shari anayoipata mtu mbakhili. Hebu zisikilizeni baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, ma min yawmin yusbihu, hakuna siku yoyote kunayopambaukiwa isipokuwa malakani yanzilan, kuna malaika wawili huwa wanashuka. Yaqulu ahaduhuma, mmoja anasema, kila malaika hawa wawili wana dua maalum wanaomba. Mmoja anasema Allahumma a'ti
munfiqan khalafan, ya Rabb, mpe mwenye kutoa khalafan, yani badala ya kile anachokitoa. Si ametoa 10, mpe badala yake. Dua maalum. Wa pili husema Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Rabbi, mpe mwenye kuzuia, mpe bakhili. Unaona bakhili mwenye kuzuia, talafan, hasara na maharibiko katika kile alichokizuia. Dua hiyo inawasibu kila walioombewa. Dua ya nani ndugu zangu hiyo? Malaika. Malaika, miongoni mwa sifa za malaika ni nini? La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika hawamuasi Mwenyezi Mungu na wanafanya wanaloamrishwa. Na miongoni mwa hawasi za dua zao, Bwana Mtume anasema ukitaka dua yako ijibiwe haraka, muombee mtu kile unachokitaka wewe. Sawa? Si unataka 100,000, niombee mimi. So, ya Rabbi, mpe Uthman Maalim 100,000. Wewe ukiniombea mimi, malaika wanakuombea wewe, wanakuambia walaka mithlu dhalik, na wewe upate mfano wa hicho ulichomwombea mwenzako. Sasa dua ulioniombea mimi, wewe ni mtu binadamu, unaasi usiku mchana, lakini ile walokuombea malaika wewe umeombewa na viumbe safi. Sijui kama tunaelewana hapa. Sababu masahaba walikuwa wajanja, wakitaka kitu wao wanakuombea, kwa sababu wanajua wewe wakikuombea wewe, wao wataombewa na malaika. Sawa? Kwa hiyo kutoka leo chukua hiyo, ifanyie kazi. Ukitaka kitu wewe usikiombe wewe, muombee mtu mwingine, kwa sababu ukimwombea mtu mwingine, Mtume anasema malaika watakuombea wewe, yani na wewe Mungu akupe mfano wa hicho ulichomwombea ndugu yako. Sasa dua ya malaika ni akidi, kwa sababu malaika hawamuasi Mwenyezi Mungu. Hiyo inakwenda moja kwa moja. Yangu mie labda inaweza isikubaliwe, isifike hata kwenye feni, kutokana na yale ambayo mtu anayatenda. Lakini je, malaika sifa yao hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo muombe ndugu yako ili wewe uombewe na nani? Na malaika. Kwa hiyo malaika kila wanaposhuka asubuhi huwaombea watoaji wote. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Rabbi, mpe mwenye kutoa badala ya alichokitoa. Mpe. Ndio maana unaona wanaotoa wanabarikiwa. Mtume anasema man naqasa malun min sadaqa, mali jamani haipungui kwa kutoa sadaka, haipungui, haipotei kwa kutoa sadaka, inazidi, unapata badala yake. Lakini wale wanaona wanalea mimali yao kwa kuwa na ubahili mkubwa, malaika nao wanawabomoa. Sasa Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Rabbi, huyu anayezuia bakhili mpe maharibiko, mpe maharibiko katika mali yake. Sasa ulama wakasema atalafu, maharibiko yanakuja nauan, aina mbili za maharibiko. Kuna talafun ma'nawiyun wa talafun hissi, yani kuna maharibiko yanaonekana na kuna maharibiko mengine hayaonekani. Unaweza ukaona maharibiko yenyewe, mara utasikia mali ya yule tajiri imezama baharini, mara utasikia wameiba jamaa, mara utasikia mambo chungu nzima ya maharibiko yanatokea. Lakini kuna mengine hayaonekani, ni maharibiko lakini hayaonekani. Miongoni mwa hayo utakuta ile mali ni nyingi, ipo, haibiwi, haifanyi chochote, lakini yeye mwenyewe utamwona namna anavyohangaika mpaka anachanganyikiwa, haimfai kwa kitu chochote, haimsaidii chochote, inamuadhibu ile mali, inamtesa. Akikaa kidogo anafikiria hela zake, yani zimemtia wazimu, zinampeleka mbio. Sasa si ushazipeleka benki, si utulie? Pia hatulii, kila wakati anafungua akaunti zake apate. Kwa sasa utaibiwa na nani? Kila mtu hamwamini, mpaka mke wake anamchunguza akienda benki kama amechomoa kadi zake za nini, akilala, yani hawaaminiana watoto wake na kila kitu, mpaka anapata maradhi,
maradhi yale yanamua, pesa zote anaacha huko huko duniani, anakwenda zake akhera, hana chochote. Hii ni talafun maanawi, maharibiko ya kimaana. Hela anazo lakini hazimsaidii chochote, zinamtesa, zinamuadhibu mwenyewe, zinampeleka mbio mpaka zinamtia maradhi, na wala hayo maradhi pia haendi hata kujitibu, kwa sababu anaona ubakhili pia kuzitumia. Basi ni ugonjwa mbaya sana ubakhili. Wachunge sana watu wa mabakhili, wanapata hasara kubwa katika hii dunia. Kuna kisa ambacho kilitokea, ni kisa waqiia cha ukweli kabisa, sio cha kuchunga. Bwana mmoja alikuwa tajiri sana, alikuwa anahangaika sana kutafuta mali, hachoki usiku mchana. Alikuwa na dereva wake, dereva anatumwa kila bahali, naenda peleka mzigo huu, rudisha mzigo huu, kapokee mzigo huu, peleka benki. Bahati huyu bwana hakupata mtoto hata mmoja. Alikuwa na mke lakini hakuzaa mtoto hata mmoja. Mali imekuwa nyingi kiasi hichi, imefika pahali ameugua ghafla, amekufa. Mrithi wake wa pekee ni mke wake. Mke amekaa na mali yote hii, nitawezaje mimi kuendesha na biashara hizi alizoziacha na mali yote hii? Akaona kitu kikubwa kizuri ambacho anaweza akakifanya, apate mume ambaye mume atachukua nafasi ya kutizama mabiashara na mali yaliyoachwa pale na mume wake marehemu. Akaona mtu wa karibu zaidi wa kuweza kumuoa ni yule dereva alokuwa wa mumewe. Akamwambia nioe. Dereva akawa tajiri milionea baina lailatin wa duha, hakuamkia wala bilalia maskini. Umesemaje? Masikio yanadanganya, nioe, maana sina mtu mwingine hapa wa karibu zaidi isipokuwa wewe. Kwa hiyo bwana akajiolea. Siku miongoni mwa siku amekaa na tafakari, kumbe bosi wangu mbio zote zile zilizokuwa naenda mimi naona anajichumia mwenyewe, kumbe alikuwa ananichumia mimi. Mali zote hizi zilizokuwa nafanya kazi zote usiku kucha mchana kutwa, kumbe ilikuwa ananifanyia mimi. Angalia sasa, maana mwanamke yule kachukua mafunguo yote, vitabu vyote vya benki, kila kitu kaikabidhi kwa mumewe mpya. Yote ni yangu, na sio mali tu, mpaka mke wake amekuwa wangu. Hii dunia ndivyo inavyokupa mafunzo makubwa kama. Na maana hii sio kwamba ukawafute kazi madereva wako nyumbani leo, inatokea mara moja. Kwa ajili hiyo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutaka wewe ujitolee mwenyewe, jifanyie kazi, fanya mambo yatakayokufaa mwenyewe. Ndio maana akasema ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq, mnachokitanguliza kwa Allah kinabaki, lakini mlichokuwa nacho nyinyi huku kinamalizika. Hiki chote wewe ulikuwa ukitoi unakiweka tu, unawaekea watu wengine. Ndio Mtume akasema ayyukum malu warathatihi khairun min mali, malu warathatihi khairun ilayhi min mali. Mtu gani ambaye mali ya warathi wake anaipenda kuliko mali yake mwenyewe? Masahaba hawakufahamu. Ya Rasulullah, kaifa yuhibbu ahaduna mala warathatihi akthara min mali? Ya Rasulullah, mtu ataipendaje mali ya warathi wake kuliko mali yake? Mtu ataipendaje mali ambayo watu yani mtu anaipenda mali yake mwenyewe au mali ya watu? Unapenda mali yako. Sasa basi sisi tunapenda sana mali za warithi wetu. Kwa maana gani? Kwamba ile mali unayoitoa kwa ajili ya Allah, unayoitumia ndio yako, lakini huipendi ile, kwa sababu upendi kutoa, upendi kutumia. Lakini ile mali unayoirindika kule mabenki na ukaihifadhi, ukaifanyia ubakhili, ile ni mali ya warithi. Sijui tunaelewa hapo? Lakini ile ndio tunayoipenda. Kwa hiyo Mtume anasema tunapenda mali za warithi wetu kuliko tunavyozipenda mali zetu. Ndio mabakhili hao.
wanapenda sana mali za warithi wao, yani mali ambao wala si zao. Sasa tizama, huyu tajiri amekufa, ameacha mali za warithi ambazo alikuwa akiziweka benki, akizichunga sana. Warithi wake wamekuja watu from nowhere, mmoja ni huyu dereva wake, alikuwa ndo boy wake, amejichukulia. Sasa ipende mali yako, na mali yako ni ile ambayo utaitoa hapa uwasaidie hawa, utoe zaka ukifika mwaka, utoe sadaka ukifika, uwasaidie wasiojiweza. Ile ndo mali yako. Ile iliyokuwa benki kule ni ya warithi, na wengine hukuombea dua, utakufa lini, maana unachelewa. Wengine wanajua sasa sisi kizingiti kwamba tunapata shida sasa hivi ni kwa sababu baba yetu yuko hai, akifa tu tunagawana mali. Ndio Waswahili wanaiogopa sana, Waswahili wenye busara wanaogopa sana mali ya kurithi. Wengine wanaita mali ya laana, kwa sababu pahala popote watu wanapoachiwa mali, udugu utaanza kuvunjika, watu watagawana matumbo, urafiki utakufa, kila mmoja hatomtambua mwenzake. Ziangalie koo nyingi zilizoachiwa mali na baba zao, hawatambuani, walisubiri tu afe wapate kugawana. Wengine walikuwa na pizza hasa. Lakini sasa kumbe mali yako ni ile ambayo unafanya nayo kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ubakhili huo haukusaidii kitu chochote. By the way, saa nyingine mabakhili hujulikana mpaka kwa sura zao. Imam Shafi siku moja alikuwa anasafiri na mwenzake katika safari zao, wakashuka katika bonde fulani, wakampata mtu nje ya nyumba, wao wana njaa, wanataka angalau wapate ile wajibu dhiafa. Imam Shafi akamwambia mwenzake, arahu min albukhala, huyu bwana ni miongoni mwa mabakhili, hii sura yake tu ilivyo katika mabakhili. Akamwambia hapana. Yule bwana akawaka, wageni karibuni, karibuni. Bakhili vipi anawapokea wageni? Kisha wamefika nyumbani tu kachinja mbuzi. Karibuni, karibuni wageni wangu, kunyweni supu, kuleni mbuzi. Usiku umefika, wamekula vyakula mbalimbali. Asubuhi wamewekewa chai nzito. Yule mwenzake akamwambia, umeona, wala si bakhili, angalia namna tunavyochinjia mbuzi na nini, wewe umefikiria bakhili bure. Akamwambia, subiri tuone. Siku ya pili wanataka kuondoka, yule akasema, la, msiondoke. Vipi mmeondoka? Angalau mkae siku nyingine ya pili na ya tatu. Wale wanazidi. Bakhili anaweza kukwambia kaa, ongeza siku nyingine. Bakhili akikuona na sanduku tu na wasiwasi, mbona umekuja na begi kubwa? We utakaa siku ngapi? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kuna haki ya dhiafa, adhiyafatu 3 ayyam. Basi wakakaa siku ya pili. Siku ya tatu ilipofika, wanakamwambia, bwana tuachie leo, safari yetu tunaendelea. Akamwambia, basi wacha niwatoe kidogo huko nje ya nyumba. Washachukua mizigo yao wanakwenda. Yule bwana akawauliza, hivi kweli mnaondoka? Anambia ndio. Kwani nyie niwaulize swali, mlivyokuja hapa nyie mlikuwa mnanijua mimi? Waambie, sisi hatukujui. Hamnijui? Babangu mnamjua? Za babangu tu, babako hatumjui. Babu yangu je? Hata babu yako hatumjui. Ina maana kumbe mlikuwa mnakula bure siku 3 zote hapa. Siku zote 3 mlivyokuwa hapa mnakula bure, kumbe hamnijui mimi wala babangu wala babu yangu, mnakula tu bure bure. Basi nilipeni chakula changu cha asubuhi cha siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu. Chakula cha mchana mnilipe cha asubuhi, cha mchana siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu. Zote siku 3 nataka mnirudishie, mnilipe hela zangu. Imam Shafi akamwambia, je, nimekwambiaje? Kwa bakhili huli bure, lazima anaweka rekodi na utamlipa. Kwa hiyo hii inaitwa ilmu ya farasa, sio ghaib, sio ghaib. Farasa ni ilmu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa miongoni mwa watu mawali, wanaweza wakatanabahisha kwamba huyu yuko 1, 2, 3 na ikatokea kweli. Naam.
Basi Allah anasema wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, wala wasidhani wale wanaofanya ubakhili kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha miongoni mwa riziki zake, huwa khairan lahum, kwamba ni kheri kwao, bal huwa sharrun lahum, bali watambue kwamba hiyo ni shari kwao. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yawma alqiyama, watafungwa nayo mizigo ya marimbiko ya mali walioifanyia ubakhili siku ya Kiyama. Tatwiq ni mtu kusokotwa nazo, akanyongwa nazo zile mali zake alizokuwa nazo. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yawma alqiyama, watafungwa nazo na kusokotwa nazo mali zao walizozifanyia ubakhili siku ya Kiyama. Katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ataahu Allahu malan, mtu yoyote ambaye Mwenyezi Mungu atampa mali. Hadithi Abi Huraira sahih. Thumma lam yuaddi zakatah, mtu ambaye Mwenyezi Mungu atamruzuku mali kisha asitoe zaka ya mali ile. Nadhani hapa tumefundishwa mlango wa zaka. Kuna mali ambayo inafikia kiwango kinaitwa nisab. Nisabu zaka ikifika pahala pake na ikazungukiwa na kitu kinaitwa haul, mwaka, yani mali imefika nisab, mali ya kuweza kununua labda gramu 85 za dhahabu, kiwango kile ikafika katika mwaka ikazungukiwa na haijaguswa, kama ni pesa. Na katika ngamia kuna mali zake, kuna zaka zake, katika ng'ombe kuna zaka zake, katika mbuzi kuna kiwango chake. Kwa hiyo kikifika kile kiwango tunatakiwa mtu atolee zaka yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote atakayepewa mali na Mwenyezi Mungu, thumma lam yuaddi zakatahu, kisha asitoe zaka ya mali yake, muthila lahu yawma alqiyamati shujaan aqra, Mwenyezi Mungu ataitengeza ile mali siku ya Kiyama itakuwa shujaan aqra. Shujaa aqra yani joka kubwa, anakonda. Kuna joka kubwa lile, mijoka ile mikubwa ile ndo shujaa aqra, na limeitwa aqra kwa sababu lile joka kutokamana na sumu iliyojaa katika kichwa chake mpaka nywele zimenyonyoka, yani kama mfano wa malaika katika mwili wa ile, basi limekuwa kipara kutokamana na sumu kali iliyojazana katika kifua chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hiyo ndo mali yake mtu, imetengenezwa katika suratu Tauba, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim, wale ambao mali hawazitoi zaka wabashiria adhabu kali, kisha mali zao yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, zitayayushwa kama dhahabu yote yale, mafedha yote, madini yote, zitayayushwa katika moto wa Jahannam. Zitatengenezwa kitu kama pasi, fatukwa biha, watapigwa nayo, jibahuhum, nyuso zao, junubuhum, mbavu zao, dhuhuruhum, na migongo yao. Nimetaja jibah, vipaji vyao vya utaanzwa uso. Kwa nini ulama wanasema kwa nini imeanzwa uso? Kwa sababu yule mtu mwenye mali bakhili, ukienda kumwomba, kitu cha kwanza anachokifanya ugeuza uso wake. Kama hataki kukupa, anageuza uso ili usipate kumwona wala usipate kumwambia lako. Kwa hiyo ule uso ndo ulioanza kutajwa, fatakuwa biha jibahuhum, jabha, utapigwa pasi katika nyuso zao, kisha ikafuatwa junubuhum, mbavu zao. Sasa uso akiugeuza, ikiwa bado unamfuata, ugeuza mpaka ubavu ili upite salama huko, usije ngomwambia habari gani, ujambo. Ikiwa umeshapita sasa, basi kama bado ugeuka mpaka ukupa mgongo, hata kusikiliza, ndio ikatajwa na mgongo. Wa dhuhuruhum,
na migongo yao. Vyote hivi vitapigwa pasi kutokamana na mali walizozilimbikiza wazitoe zaka. Kwa hiyo Mtume anasema muthila lahu shujaan aqra yawm alqiyama, atafanyiwa joka kubwa siku ya Kiyama, fayakhudhuhu bilihzimatayhi. Joka hilo katika wasfu wake, katika hadithi Mtume anasema lahu zabibatani, tena joka lina vichwa viwili au lina midomo miwili. Alhasil lina vichwa viwili. Ushawahi kuona nyoka ina vichwa viwili? Basi hilo litakuwa na vichwa viwili au lina midomo miwili. Litamkamata mtu bakhili kutokamana na kile alichokuwa anakifanyia ubakhili. Anasema ta'khudhuhu bishadaqaihi, ile meno yake naanza kumnyofoa yule mtu, kisha kila ikimkamata na kumsokota inamwambia. Ile joka linaongea. Hizi nyoka za huko haziongei, lakini tunaziogopa, zinatisha kweli kweli. Katika mdudu anayetisha nyoka, na hao watakuwepo katika kaburi. Ni moja miongoni mwa adhabu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazimimina kwa watu. Sasa linazungumza, linasemaje? Ana maluk ana kanzuk. Namwambia yule bakhili alikuwa hataki kutoa zaka, mimi ni ile mali yako, mimi ni ile akiba yako, mimi ni ile benki yako. Ana maluk ana kanzuk. Kila kugonga sumu ile linakupiga, linakutia adabu, linakujulisha, linakuambia kwamba mimi ndo ile mali yako. Ujue kwamba haya yanayokukuta yote yanakukuta kwa sababu gani? Maana mtoto anapofanya jambo pale nyumbani ukamtia adabu, kama kaiba shilingi 500, mwambie hizi bakora zote kwa sababu umeiba. Sio unampiga tu, kesho ataiba 10,000. Lakini ukimpiga unampa habari, hiyo inamuingia kweli kweli, anajua kwamba nilipigwa mimi kwa kosa fulani. Basi ndo mfano huo. Ile joka anamwambia ana maluk. Sione na kunyofoa kama hivi ni kitu gani, na kudhulumu ni hapana. Mimi ndo ile mali yako, ana kanzuk, mimi ndo ile akiba yako. Kisha Mtume akaisoma hii aya, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyamah walillahi mirathu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wala wasidhani wanaofanya ubakhili kwa alichowapa Mwenyezi Mungu kwamba ni kheri kwao, bali ni shari kwao. Sayutawaquna, watasokotwa na kuadhibiwa, ma bakhilu bihi, kwa kile walichokifanyia ubakhili, yauma alqiyama, siku ya Kiyama. Walillahi mirathu samawati wal ard, na atayarithi Mwenyezi Mungu yale yaliyo mbinguni na ardhini. Kurithi maana yake ni kukichukua kile kitu baada wewe mwenye kitu kuondoka. Ndio kama mali, kanzu. Bana, hii kanzu nimeirithi kwa Uthman Mali, yani maana yake hayupo tena, sio kurithi kwamba mwenyewe yupo. Sasa baada ya sisi sote kuondoka, hii ardhi itarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mbingu na kila kitu atakirithi Mwenyezi Mungu, ndo kitarudi, ndo mirathi yake. Alafu yeye ataiweka pahala anapotaka mwenyewe, atampa anayemtaka mwenyewe. Lakini ndio maana ya kwamba mirathi samawati wal ardh, vitarudi kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Walillahi mirathu samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyatenda ni mwenye habari. Kisha siku iliposhuka kauli yake Mwenyezi Mungu, man alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, ni nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu? Ni nani atakayemmegea Mwenyezi Mungu mmego mzuri, mkopo mzuri? Yani Mwenyezi Mungu anataka watu wamkopeshe. Mwenyezi Mungu anataka watu wamkopeshe.
Basi Mayahudi walipolisikia hili wakasema, Mungu wa Muhammad ni maskini, anaomba mkopo. Angalia qillatul adabi ma Allah. Mayahudi ikiwa wanamtukana Mungu watambakisha mtu. Sasa ndani ya Qur'ani kumesimuliwa mambo ya Mayahudi ili wewe upate kuelezwa unadili na mtu aina gani. Sasa ulimwengu leo unayaona matendo, mambo, vituko vya Mayahudi, lakini ukiingia katika Qur'ani hushangazwi hata siku moja na kile wanachokifanya Mayahudi. Mtu ambaye anamtukana Mwenyezi Mungu dhati. Sisi katika mitaa yetu tukimwona mtu anamtukana babake na mamake, huwa tunamtoa thamani sana, kwa sababu huyo anakuwa mbaya wa mwisho na hawezi akakuheshimu wewe wala babako wala mamako wala mtu yoyote hawezi akamheshimu maadamu babake anamtukana. Mamake aliyekaa katika tumbo lake miezi 8 anamtukana, anamjibu anavyotaka, mamako atabaki. Usitarajie kwa mtu yoyote mwingine kwamba atapata insafu kutoka kwa jitu aina hii. Sasa Mayahudi hawamtukani mtu, wanamtukana Mungu, wanamtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Nani atabaki? Ndio wakasema Mungu wa Muhammad ni maskini mpaka anaomba mkopo. Na Mwenyezi Mungu kuomba mkopo si kwamba anataka anufaike yeye. Ile hadithi ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaambia waja wake siku ya kiyama, ya abdi, ewe mja wangu, istat'amtuka falam tut'imni, nilikuomba chakula hukunipa. Fayaqulu ya rabbi kaifa ut'imuka wa anta Allah, vipi nitakulisha? Unakula kwani unataka chakula? Allah anakula? Allah hani subhanahu wa ta'ala. Anasema la istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu, alikuomba chakula mja wangu fulani hukumpa. Awama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi, ukufahamu kwamba lau ungemlisha yeye malipo yake ungepata kwangu? Ndio maana ya kunilisha mimi. Kisha namuuliza abdi, ewe mja wangu, alikutaka umnyweshe mja wangu, nilikutaka uninyweshe, usinipe maji. Istasqaituka falam tusqini, nilikomba maji hukunipa. Ya Rabbi, nitakunyweshaje maji na wewe ndio mwenye kutuletea mvua? Istasqaka abdi fulani falam tuti. Yote kwamba wewe unapolifanya ili jambo kumfanyia mtu ndio unamfanyia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kukopa Mwenyezi Mungu ni kwamba wape waja wake, sio umpe yeye. Saidina Musa pamoja na Khadr walipokuwa wanaandamana, Khadr alimwonyesha Musa ndege anadonoa katika bahari, anamwambia mtizame ile ndege. Ndege anadonoa katika bahari, anasema unaona ule mdomo alivyouingiza katika bahari? Naam. Angalia kilichorudi, matone madogo madogo yanarudi. Anasema basi ilmu ya Mwenyezi Mungu na ilmu yangu mimi na yako, kama tutakompea kati ya ilmu zetu mimi na ilmu za watu wote katika ulimwengu na ilmu ya Allah, basi ilmu yetu ni kama ile tone lilotoka katika mdomo wa ile bahari, ukikompea na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah anataka mkopo kutoka kwa mtu? Anataka sisi kwa sisi tusaidiane. Hata pale nyumbani mara nyingi sana baba huwa anakopesha kwa watoto wake. Unaona amegawa pesa, baba imetokea kesi fulani, Abdallah, hebu nikopeshe kidogo katika hela zako. Si anafanya hivyo? Wakati huyo Abdallah hiyo hela kapewa na nani? Na huyo baba. Alafu baba anakopa, na hiyo anakopa huyo baba anataka kununua kitu kitakachomfaa huyo Abdallah, na baadaye atamuongeza zaidi kwa sababu amemkopa, atampa zaidi na zaidi. Hii ni mifano tu. Kwa hiyo Mayahudi wao sio kwamba ndio itikadi yao kwamba Mungu ni fakiri, wanayasema haya kwa sababu ya kudhoofisha imani za Waislamu, na wanasema haya kwa sababu ya kutia shaka watu wasimwamini nani?
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana? Kwa hiyo Saidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu siku moja alikwenda pahala, wakakuta Mayahudi wamekusanyika. Yuko bwana mmoja ni mwanachuoni wa Kiyahudi akiitwa Fanhas ibn Azura. Fanhas ibn Azura, jina lile la alimu min ulama al-Yahudi. Fanhas ibn Azura anaongea na Mayahudi wenzake. Abu Bakr akamwambia, ya Fanhas, ittaqillah, aslim, wewe mche Mwenyezi Mungu, ingia katika Uislamu. Innaka, hakika wewe, ta'lamu anna Muhammadan, unajua Fanhas kwamba Muhammad rasulun min Allah, ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tajiduna dhalika fi Taurati wal Injil, hilo mnalijua limeandikwa katika Taurati na Injili na mnasoma, na nyinyi Mayahudi mnajua. Kwa nini hamtaki kumfuata Muhammad? Abu Bakar anamwambia nani? Fanhas ibn Azura. Fanhas akamjibu Abu Bakar akamwambia, lasna fi hajatin ila rabbika ya Abu Bakr, sisi hatuna haja ya Mungu huyo, liannahu faqirun wa nahnu aghniya, kwa sababu huyo Mungu wenu ni fukara na sisi ni matajiri. Na Mayahudi walikuwa ni matajiri mpaka leo. Mayahudi ni watu matajiri, kila pahala ambapo pana mali wao wapo na wana control katika ulimwengu, mabenki hayo, masilaha, manini, zile muthallath dhahabi wanazikontrol wao, mambo ya siasa, mambo ya media, mambo ya finance, wamecontrol. Na hata Madina bwana mtume alipoingia walikuwepo Mayahudi, na wao ndio walikuwa matajiri, masonara, madhahabu yote walikuwa nayo wao. Pala popote wao wakifika wanahakikisha wanakamata zimamu ya iktisadi, economy. Basi akamwambia, huyo Mungu unayeniita kwake ni silimu, innahu la faqirun wa nahnu aghniya, huyo ni fukara na sisi ni matajiri. Sasa Mungu gani huyo ambaye anataka mkopo kutoka kwa waja wake? Saidina Abu Bakar akapandwa na ghadhab, akapigana pale, kampasua Ibn Azura katika kichwa chake, uso unatoka damu. Yule jamaa katoka kenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Muhammad, undur ila ma sanaa sahibuk, Muhammad, tizama alivyofanya sahibu yako, ananipasua, ananipiga. Mtume akamwita Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma alladhi hamalaka ala an tasna hadha, kwa nini unafanya hivi Abu Bakar? Akamwambia, ya Rasulullah, innahu qala fi llahi qawlan aziman innahu aduwullah, huyu adui wa Mungu kamtukana Mungu kauli nzito sana. Innahu qala inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, eti anasema Mungu ni fukara na wao ni matajiri. Yule jamaa karuka, wala mimi sijasema maneno hayo, sijasema kabisa, ananionea, ananipiga bure. Ndiyo ikashuka aya iliyo mbele yetu, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, hakika amekwisha kusikia Mwenyezi Mungu kauli ya wale waliosema hakika Mungu ni fukara na sisi ni matajiri. Maneno hayo yanamthibitishia Abu Bakr kwamba alichosema ni kweli na yule bwana alichodai ni uongo. Sawa? Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, amekwisha kusikia Mwenyezi Mungu kauli ya wanaosema Mwenyezi Mungu ni fukara na sisi ni matajiri. Sanaktubu ma qalu, tunayaandika wanayoyasema. Kama alikuwa amesikia tu si inatosha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa nini aseme tunayaandika? Kwa hiyo siku ya Kiyama tukija tukiwalipa na adhabu tutakayowapa, sio tu watu waone wanaadhibiwa na huko wanaambiwa nyinyi kule duniani mlisema hivi hivi hivi. La, tunataka wakione hasa kwa maandishi. Ndio maana maandishi ni kitu muhimu sana katika mambo Ndio ile aya ya deni kule kuna mambo ya maandishi ya ayuha alladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu walyaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allahu falyaktub. Andika.
ogopa sana kitu cha kuandika. Sasa Mwenyezi Mungu anasema sanaktubu maqalu, tutaandika walioyanena ili tupate kuwa na hoja kwao. Tuambie, angalia aya hapa uliona, sanaktubu maqalu. Na sio hilo tu, kuna mambo mengine makubwa walioyafanya. Waqatlahumul anbiya bighairi haqq, waliua mitume pasi na haq. Wanaqulu, na tutawaambia, dhuku adhab alhariq, onjeni adhabu ya moto wa hariq. Hariq ni moja miongoni mwa majina ya moto. Una jahannam, kuna hutama, hariq, sa'ir, ladha, zote hizo ni majina, lakini zote ni mioto mikali siku ya Kiyama. Sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighairi haqq wa naqulu, tutawaambia dhuku adhab al-hariq, onjeni adhabu ya moto wa hariq. Dhalika bima qaddamat aydikum, hayo yote mnayoyapata onjeni kutokamana na yale yaliyotangulizwa na mikono yenu, yani yale mlioyachuma mlioyafanya. Dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha, na kwamba Mwenyezi Mungu laisa bidhallamin lilabid, si mwenye kuwadhulumu waja wake. Tufikie hapo kiasi hiki. Naam, tufikie hapo. Aya hizi tutakuja kuzifanyia tena muraja kidogo tu kabla ya kuendelea na alladhina qalu inna Allaha ahida ilaina. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wanaosikia maneno na kuyafuata yale mazuri. Rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adhabika nastajir aslih lana sha'nana kullahu wa la